Sidhani kama Mungu anaruhusu ndoa mbili kwa Kristo. Sidhani. Mimi najua Mungu anaruhusu ndoa moja kwa Kristo. Kama kuna ndoa ya pili, labda mimi ningekufa. Nipo hai, sijakufa. Namuomba Mungu siku zote mke wangu uishi vizuri. Mungu akulinde, lakini wewe unaniombea mimi. Mungu wewe. Habari yako dada? Ndio mwanangu. Abema. Nakuomba kwanza sasa hivi usizurule. Kwa nini? Yule bwana Milanzi aliyokuwa amehukumiwa kifungo cha maisha hata miaka 7 haijafika. Nimemwona kwa macho yangu. Alikuwa kaua mfanyakazi wake wa ndani. Yaani nimetoka mbio. Ananiita wewe dada, nageuka. Milanzi huyu. Nimekimbia. Ukizurula akikutia mikononi hauponi. Kama aliweza kumuua mfanyakazi wake wa ndani, wewe utapona? Nadhani utakuwa umenielewa. Sawa. Utakuwa umenielewa. Hodi. Karibu. Asante. Milanzi. Adela mke wangu. Abe mume wangu. Mbona umechukua muda mrefu sana? Alafu huyu ni nani? Huyu hapa naomba maji ya kunywa. Alikuwa naomba maji. Basi pole sana ndugu yangu. Kweli jua ni kali. Basi sawa. Nipatie maji kisha naomba rudi ndani. Nakumiss sana mke wangu. Naomba unisamehe sana. Sikujua. Laiti ningejua nisingefanya hivi. Mimi sasa hivi ni mke wa mtu. Adela, kweli wewe ndo kunifanyia hivi? Kweli wewe ndo kunilipa haya ambayo umenilipa siku ya leo? Upendo wangu wote nilokuonesha, lakini leo umekuja kunilipa haya. Umekuja kunilipa vitu ambavyo hata sijawahi kuvitegemea hata siku moja. Adela, wewe ni mwanamke ambaye mimi nimekupenda sana. Ni mwanamke ambaye nimewekeza ndoto nyingi sana juu yako leo. Ni mwanamke ambaye nimekuoa kabisa. Eti kama ingekuwa ni mwanamke ambaye sijakuoa ingesema sawa, unaweza kunilipa haya. Lakini kwa wema wangu mimi niliamua kubeba mzigo mzito sana. Mzigo ambao tizani kama kuna mtu anaweza akaubeba. Leo nakuja kuniambia eti huyu bwana ndo mume wako.
Adela, umesahau maneno ambayo umeongea juu yangu. Ulisema ni mimi na wewe tutakufa wote. Hata ikitokea tutapotea katika ulimwengu, basi tutapotea wote. Leo umeisahau hadithi yetu mpenzi. Hadithi yetu ilikuwa ni hadithi ya kuvutia sana. Ulikuwa ukiniambia nyimbo nzuri sana zinavutia. Lakini leo siko wapi? Naomba nisamehe. Mimi sikujua kama utatoka. Na ndio maana nimefanya haya. Najua unapitia wakati mgumu sana kwa ajili yangu. Nisamehe. Wala unipendi Adela. Kama ungekuwa unanipenda, ungeishi maumivu ambayo mimi naishi. Kwa ajili yako nimepitia wakati mgumu sana. Huko nilipokuwa Adela, ukujua kama mimi nilikuwa naishi vipi. Nimeriski maisha yangu kwa ajili yako wewe. Ndugu zangu wote wameteka kwa sababu yako wewe. Jamii imeniona mimi mtu mbaya kwa sababu yako wewe Adela. Leo kwenye nyumba yangu nimekumilikisha kila kitu. Unakuja kunipa haya, unakuja kumwingiza mwanaume eti anakuoa. Sidhani kama Mungu anaruhusu ndoa mbili kwa Kristo. Sidhani. Mimi najua Mungu anaruhusu ndoa moja kwa Kristo. Kama kuna ndoa ya pili, labda mimi ningekufa. Nipo hai, sijakufa. Namuomba Mungu siku zote mke wangu uishi vizuri. Mungu akulinde, lakini wewe unaniombea mimi. Mungu wewe. Adela, ni maskini leo unakwenda. Kama haya ndio malipo ya maisha yangu, sawa. Utabaki katika moyo wangu siku zote. Kama ulikumbuke hili, mwambie na mwanaume wako yule alikuja, sio mtu ambaye amekuja kuomba maji. Mwanaume wangu aliyenioa na alikabidhi nyumba. Kwa kitanda changu naamini ndo mnafanya ujinga wenu huko. Na mnafanya uchezi wenu huko. Lakini mimi naamini kama kweli unanipenda, siku tutakuwa pamoja. Asante mama. Nashukuru mama yangu. Mbona umechukua muda mrefu sana? Alafu huyu ni nani? Huyu hapa naomba maji ya kunywa. Alikuwa naomba maji. Asie, pole sana ndugu yangu. Kweli jua ni kali. Basi sawa. Nipatie maji kisha naomba rudi ndani. Nikumisi sana mke wangu. Naomba unisamehe sana. Sikujua. Laiti nijua nisingefanya hivi. Sasa hivi ni mtoto.
Mapenzi ni upofu. Mapenzi ni silaha isiyokuwa na huruma. Mapenzi hayaangalii mnyonge wala tajiri. Leo maskini miranzi mimi. Haya ndo maisha nayoyaishia. Kosa langu nini? Nimekosea wapi mimi? Mungu wangu, si unawasikiliza wanyonge? Hebu sikia kilio changu mimi. Leo milanzi, maisha yangu yanaishia hivi. Mimi milanzi sina makosa. yako imepitia katika kosa huko kulipokuwa hela kujua kama mimi nilikuwa naishi. Mke wangu, mbona kama hauko sawa? Hapana mume wangu, niko sawa. Hapana, huwezi kuniambia kwamba uko sawa wakati nakuona hauko sawa. Shida nini? Fahamu kitu kimoja mke wangu. Mara nyingi ukiwa hauko sawa, ni mimi ndio ninayekupa furaha. Basi acha nikupe furaha. Wewe nyota yangu kama TID, nikikuuzi usinikimbie kama amini. Natumaini utanielewa zaidi ya yule beka. Nikikuuzi nitakubembeleza kama bana baboy. Usininywishe sumu ya mapenzi, usiwe mama mubaya. Mie siyo mgeni wa mapenzi, maumivu nayajua. Sio kisa pombe pombe, hilo nifanya nilopoke. Sio kisa pombe pombe, hilo nifanya nilopoke. Mbona unalia? Nasikia kichwa kinaniuma mume wangu. Kichwa kinakuuma sana? Basi sawa, acha nikupeleke hospitali. Hapana, nitakaa tu sawa. Hapana Adela, mke wangu, huwezi kusema kwamba utakaa sawa wakati umesema unaumwa. Naamini hospitali ndio suluhisho la ugonjwa wako, na usichokijua, wewe ndio furaha yangu mimi. Utakapokuwa wewe na huzuni na ukakosa furaha, basi hata mimi vile vile nitakosa amani. Adela, unatakiwa kutambua kitu kimoja. Wewe ni mwanamke ambaye nakupenda sana, na thamani yako ni kubwa sana kwangu kuliko mwanamke yoyote yule.
Sasa ninapoona tukio la tofauti kwako, lazima nistuke na niulize. Adela, niambie, kama kuna mtu kakukwaza, basi niweke wazi. Ikiwezekana dili naye huyo mtu, maana sipendi hata kidogo ukosewe. Nakuthamini sana, nakujali sana mke wangu. Thamani ya upendo ambao mimi nimekupa ni kubwa, hakuna. Unapaswa kulitambua hilo Adela. Sasa unapokuwa unanificha na kuuliza, haunipi majibu yenye uhakika, haunipi majibu sahihi, unaniweka njia panda. Mimi nashindwa ningamue nini hapo. Adela, hebu nifikirie na mimi. Najisikiaje pindi unapokuwa hivi? Ama mimi natengeneza taswira gani nyingine? Maskini leo kwenda. Kama haya ndio malipo yangu, sawa. Utabaki kama siku zote. Pita. Baby, Pita. Melanzi. Wewe si uko jela wewe? Inakuwaje na kuona hapa sasa hivi? Nakuomba Melanzi. Kama kuna kitu chochote ambacho umekuja kwa ajili ya kujua mimi labda kwa sambamba na wewe kama rafiki yako. Mimi sijui chochote, sina ushahidi wowote kuhusu wewe. Ndio na askari nje. Ni kweli ndugu yangu, mimi nilikuwa jela. Lakini nimetoka kwa msamaha wa rais. Mimi nifanye makosa hivi mimi. Lakini juu ya yote hayo, mimi kuna jambo ambalo limenileta hapa. Tofauti hata na hilo jambo la jela. Na naamini kuja kwangu hapa, pengine nitapata msaada. Ndio maana niko hapa. Lakini na mengi sana ya kuzungumza nawe. Naomba unipe nafasi nikae kizungumza. Sawa. Una mengi ya kuzungumza na mimi. Haya mambo kutoka nayo jela huko bado wamekuachia kwa kifungo cha nje ama na mambo mengine kabisa ambayo hayahusiani na masuala ya jela? Langu ndugu yangu. Mimi najua kama una hofu kubwa sana. Lakini tambua mimi ni ndugu yako. Mimi ni zaidi ya rafiki yako. Nimetoka jela kama nilivyokuambia. Lakini juu ya yote mimi na matatizo makubwa sana ambayo naamini kuja kwangu hapa nitapata msaada kwa wewe. Kwa naomba uondoe yote hayo. Naomba unisikilize tafadhali. Naomba uniruhusu nikae tuzungumze hata kidogo. Nakuomba sana ndugu yangu. Naweza kukuruhusu kukaa. Lakini vipi usalama wangu? Samahani sana ndugu yangu. Nilinde usalama wangu. Nakuomba kwenye hilo pia. Sina hatia yoyote na unafahamu kwenye hichi. Lakini kama uko
Milanzi, umeniambia una vitu vingi sana vya kuzungumza na mimi. Mimi nataka tujue tunaanzia wapi. Ni kweli kaka yangu, ina mambo mengi sana nataka kuzungumza, lakini juu ya yote kuna jambo nataka ufahamu. Ni kweli mimi nimetolewa jela na nimetoka kwa msamaha wa rais, lakini ukweli ni kwamba sababu ya kwenda mimi jela ni mapenzi tu. Mapenzi ndio yamenipeleka mimi jela. Maisha yangu ya mahusiano ina hadithi ndefu sana. Hadithi ya mwanzo ilikuwa ni hadithi yenye kuvutia sana. Nilikuwa naishi kwa furaha, nilikuwa naishi kwa amani na upendo. Sikuwahi kufikiria katika maisha yangu kama kuna siku mimi naweza nipeke. Lakini niliingia, nikutana na mambo mengi sana. Anasema jela wakati mwingine wanaenda watu wasiokuwa na hatia. Hajakosea. Hata mimi kwenda kwangu jela kaka, sikuwa na hatia hata. Nilikwenda jela, nilikubali kuitumikia adhabu ambayo haikuwa yangu. Ila nilikubali kwa sababu ya mapenzi tu. Mahusiano yangu yana hadithi kubwa sana, hadithi ndefu sana. Kuna muda sitamani hata kabisa. Nikwambie tu kiufupi, Adela amenikataa. Adela ameniacha kaka. Adela yule ambaye alisema mimi ndo maisha yake, mimi ndo mwanaume wa ndoto zake, mimi ndo kila kitu katika maisha yake, ameolewa na mwanaume mwingine kwenye nyumba yangu, anaishi na hivi unavyoniona. Nimefika nyumbani kwangu, Adela amenitimua, hakunifukuza kwa kuniambia nenda, ila nilizirishia kwa kunionyesha mwanaume. Pole sana ndugu yangu, pole sana tena sana. Najua kitu gani ambacho unapitia hapo kwa sasa, lakini mimi natamani kufahamu kitu kimoja. Ni kitu gani ambacho kilikupeleka jela? Kaka yangu, acheka kama mazuri lakini anaumiza sana. Huwezi amini kaka, mimi jela nilienda kwa ajili ya Adela. Mwangu. Umeshajiandaa mwenyewe kabisa? Nilikuwa namalizia hapo kufanyia ile kuandaa. Wala usijali, nguo yenyewe ilikuwa ni moja tu, nilikuwa nangoja nifanye mazoezi mwenyewe nipige pasi. Kila siku nanipigia mke wangu. Sasa leo tumie kupiga pasi nione shida. Kweli mwangu umependeza sana. Ni kawaida. Sasa kama na mwanamke mzuri kama wewe, mwanamke mwenye upendo, mwanamke mwenye kujali, kwa nini nisinenepe na nisipendeze? Lakini mimi naamini kupendeza kwangu ni kwa ajili yako. Sana yangu basi chai jamani. No. Mimi sasa hivi nimechelewa sana. Nataka niwe kazini. Sawa. Na kuhusu chai, mimi kule wao wanaandaa breakfast, kwa hiyo wafanyakazi wote tukifika pale huwa tuna breakfast. Kwa hiyo mimi kifungua kinywa changu nitakipata huko. Lakini kitu kimoja cha kuzingatia. Siku ya leo nitawahi kurudi sana.
Nitajitahidi nifanye kazi zangu mapema ili niwahi kurudi. Kwa jitahidi sana uandae chakula kizuri kwa ajili yangu mimi. Nataka nitumie muda wangu mwingi sana na wewe. Hii ni kwa sababu umekuwa unalalamika sana kwa kuchelewa kurudi, majukumu ya kazi, unahitaji muda wa kuwa na mimi. Basi muda ndio sasa. Usijali mume wangu. Nitakuandalia chakula kitamu kizuri unachokipenda. Kama wewe ulivyo. Okay, bye. Basi sana. Zwande. Dada. Umemsikia shemeji yako alichokisema? Nimesikia. Leo atawahi mapema tu kuja kupata chakula cha mchana. Sasa hiyo tabia yako unavyokutuma unaenda kwa sokoni unaenda unacheza, si unafanya nini huko? Mimi sipendi. Umenielewa? Sawa dada, nimekuelewa. Lakini naenda nachelewa sio kwamba napenda. Afu sipendi kukuudhi dada. Kwa sababu kule kuna muda nafika kuna foleni sana. Kwa nachelewa kwa sababu ya foleni. Basi hamna shida. Alafu ile bajeti si unayo? Ndio kama 20,000. Dada, nisamehe sikuchelewa makusudi, kulikuwa na foleni. Leti ingekuwa sehemu ninaoenda ni karibu, mimi ningewahi kurudi. Zwande, najua tabia yako. Yaani ukitumwa sokoni lazima uchelewe kurudi. Na ndio maana nilikwambia mapema kabisa kwamba usichelewe. Umerudia tena. Hivi una nini? Sijafanya makusudi dadangu, nisamehe. Kwa kila siku utakuwa unafanya makosa tu nikusamehe, si ndio? Umenizoea sana sasa hivi, si ndio? Hivi unarudi sasa hivi. Mume wangu akirudi sasa hivi atakula nini? Hivi wewe, nikwambia mara ngapi? Ina maana hujanielewa, si ndio? Dada nisamehe. Au umepata bwana huko, si ndio? Nakuuliza una bwana huko? Hapana dada. Mimi sina bwana, mimi bwana nimtoe wapi lakini dadangu. Umeshaanza tabia za umalaya. Umeona huko ndani tunakubana, huwezi kutoka, basi ukienda sokoni ndio unaenda kufanya mambo yako, si ndio? Hapana dada. Mlete mfuko. Yaani kila siku nakwambia, wote wamepata bwana, si ndio? Umeanza tabia zako za umalaya. Uletea malaya nyumbani kwangu. Mbavu muone. Yaani kupigwa kidogo tu unajidekeza. Hebu amka huko kapike. Mjinga wewe. Wezwande. Amka hapo nisikie au nikuongeze tena. Yaani wewe nitakuja kukupiga mimi nikuumize, mshenzi mkubwa wewe. Wezwande. Zwande. Wezwande. Wewe hebu amka hapo. Acha kujidekeza, amka. Zwande. Zwande. Mwacha bwana matani yako bwana. Hebu amka basi ukapishe bwana. Zwande. 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 Mungu wangu mimi nitakuaje? Hivi yale uliyoniambia yana ukweli? Au kuna kitu kingine ambacho umemfanya huyu binti wa watu ambacho hujaniambia kabisa? Hebu nieleze ukweli kabisa. Nilivyokueleza
Sasa ndio ilivyokuwa. Nilikuwa najaribu kumkanya Shu. Nikapiga kofi moja. Akaanguka na kupoteza maisha. Sijafanya kitu kingine chochote. Mama anaenda kufia jela. Nafungwa mimi. Amna hata siku moja bado nilifikiria kwamba ipo siku nitaenda jela. Kinachoniuma zaidi na kuacha mama wangu. Hata siku moja sijawahi kuwaza wala kufikiria kwamba ipo siku nitaenda jela. Adela mke wangu. Hebu nyamaza. Maneno yako yananiumiza sana. Ongea maneno makali sana. Naomba nikwambie kitu kimoja. Mimi ni mume wako. Na katika maisha yetu tumekuwa tukiaidiana vitu vingi sana, hasa kusaidiana katika shida na tabu na karaha. Wazazi wako wanakupenda sana. Wazazi wako wanatamani kukuona siku zote. Nimekwenda mara kadhaa kijijini kwenu, lakini nimeona namna wanavyokupenda na kukuombea dua kila siku uishi maisha marefu, ufike katika umri ambao walifika wao. Ile jukumu nitalibeba mimi. Utalibeba kivipi? Mimi nitasimama kama mumeaji. Adela, nikwambie kitu kimoja. Nakupenda sana. Nakupenda kuliko ninavyojipenda mimi mwenyewe. Wewe ndo maisha yangu. Wewe ndo moyo wangu. Wewe ndo usingizi wangu. Tumepitia katika momenti mbalimbali katika maisha yetu zenye kuumiza na kusikitisha. Mimi ni mwanaume. Mimi nimesafa sana. Mimi na uafadhali wa kipato. Familia yako inakutegemea sana. Wazazi wako wanakupenda sana. Na connection kidogo. Nikikamatwa inawezekana rafiki zangu wakaja wakanitoa. Lakini wewe ukikamatwa nani atakutoa kama mimi nitashinda? Adela, kwa muda ambao nimeishi mimi, muda unatosha. Nimeishi muda mwingi sana. Kuna binadamu anakufa akiwa na miaka 3, 4, 5, lakini kwa umri wangu mimi unatosha. Hata ikitokea mimi niko jela, nikawa nimekufa, nimehukumiwa kunyongwa ama sitotoka kabisa, basi mimi nitakuwa na amani. Sababu nitakuwa nimekufa nikiwa nalipambania penzi langu. Nimekufa katika mikono ya mwanamke ninayempenda. Nakupenda. Nitaikumbuka daima hadithi ya mahusiano yetu. Ni mimi na wewe. Wewe na mimi. Lakini
Nimesharudia maskani na kuna mama. Kwa utakuja mnasi mrefu. Acha tu nikatumikie kifungo changu. Hapana. Hapana. Kama umeshafikia hatua ya kuwapigia maskari wala hakuna tatizo. Huwezi amini kaka. Hayo ndo alotendea mimi Adela. Mwanamke ambaye nilimpenda sana. Mwanamke anompa thamani kubwa katika maisha yangu. Lakini mwisho wa siku Adela aliamua kunilipa hayo. Mpaka nikawa najiuliza, ina maana kweli Adela alisahau hadithi zetu za mapenzi? Wakati yupo na mimi alikuwa akiongea maneno mengi sana ya mapenzi. Aliniambia, Milanzi, nakupenda sana. Hakuna siku ambayo itatokea mimi nitakuacha wewe. Kama siku itatokea hivyo, labda siku ambayo mimi nitakuwa nimeondoka katika ulimwengu. Maneno yake alifanya mimi Adela nimpende sana. Kwa sababu alikuwa ni mwanamke ambaye kila sekunde alikuwa akiniambia maneno ya mapenzi. Alikuwa akinipa tumaini la maisha. Kwa mimi ni binadamu. Na baada ya ile siku maaskari kugonga mlango, nimwambia Adela ondoke. Ile siku tuna tatizo. Kisha siku aliuliza maaskari, nani amemuua yule binti? Basi nikasema ni mimi. Kamatwa. Kani hukumiwa kifungo cha maisha. Siku za mwanzo Adela alikuwa anakuja. Aliona. Alionyesha upendo. Alikuwa akilia. Akiniambia Mungu kila siku. Anambia mume wangu, nakuombea Mungu msaidie. Na siku utatoka. Basi mimi alikuja kwenye miezi mitatu. Baada ya hapo sikuwahi kumwona tena. Sikuwahi kumwona tena. Nilijaribu wakati niko jela kuandika barua kila siku kwa Adela. Nazijaribu kujibiwa. Nilikuwa nikiomba usiku na mchana, Mungu nisaidie. Najua sina makosa, naomba basi nitoke. Basi Mungu alijibu. Mtulivu. Nikasikia tu kama rais ametangaza msamaha kwa watu, na mimi nikataja jina, basi nikasema asante. Na wiki moja toka nitoke jela, nikasema siende sasa hivi. Nimekuja nifika hapo nyumbani kwa Adela. Niko na mama. Kana kwamba mimi kwenda kwangu jela yeye alikuwa anafanya. Pole sana ndugu yangu Milanzi. Ninajua kwa hayo unayopitia sasa hivi yanakuumiza zaidi. Lakini haina jinsi. Lakini imeshatokea kwa mwanamke wangu. Maana hatuwezi kubadilisha tena chochote kwenye hicho ambacho nachotakiwa wewe ukubali. Mimi hapa nitapambana sana na wewe kwa hichi kipindi ambacho tuko wote hapa. Nitavumilia japo naona kidogo yangu siko sawa. Lakini tutajitahidi tutakachokuwa tunapata. Mwenyezi Mungu atatusaidia. Tutajipumzisha hapa kwa kipindi hichi ambacho nataka kujiweka sawa. Asante sana kaka. Kiukweli msaada wako kwangu ni mkubwa sana. Najua sio jambo rahisi mtu kuamini kama mimi nilikuwa na maisha yangu. Leo nimetoka kutoka juu akakuja chini. Tofauti na hapa kwako. Ni tofauti na hapa, kama mimi nitakosa nitakuwa mtu mzuri, tusina connection. Watu wote wanajua kama wewe si amini. Ninge katika mtaa wangu niko juu
watu wanakimbia inahitaji maji. Mungu ya. Pole sana, pole. Pole ndugu yangu. Hayo ndio dunia ilivyo. Niseme kwa sasa hivi toka kule ambapo upo. Anza maisha mengine mapya. Japokuwa unakutana na kitu tofauti na kile ambacho umekizoea. Anza ukurasa mpya. Mwenyezi Mungu atakubariki tu. Kwa sababu yeye huwa anamuona kila mtu mwenye shida, raha, kila kitu. Yeye ndio huwa anakitengeneza. Yeye ndio huwa anakipatia. Kwa hiyo kitu cha kwanza kumshukuru Mungu, umetoka salama huko. Maana sio sehemu salama. Mimi niseme acha nikutengenezee chakula. Uweze kupata riziki kwa dunia. Ale kaka. Nakumbuka vitu kama hivi. Jana tulikuwa tukikata. Yaani kila kule unakutana na maharage. Kama hivi dagaa hapa paka mtu akuletee hivi. Ukakate uende kule. Ndio nafundishwa kata miti. Karibu, umekuja wakati mzuri. Ndio tunapata riziki hapa. Nafikia. Na sasa hivi. Babe. Huyu ni nani? Huyu ni rafiki yangu anaitwa Bilanzi. Na hapa katikati kidogo alikuwa ana maswaibu yake. Nikaona nimvute hapa ili tuweze kupoteza na siku kidogo. Atakapokuwa amekaa sawa, ataendelea na shughuli zake. Huyu namjua. Tena namjua vizuri tu. Huyu baba ni muuaji. Alafu leo hii nastajabu kukuona kabisa upo ndani kwangu. Umekaa kabisa kwangu mimi. Na isitoshe unakula chakula ambacho nimetafuta kwa jasho langu mimi. Wewe baba basi kuwa na aibu. Kwa hata na soni muda mwingine. Mtoto wa kiume kabisa unakaa kwenye chumba cha mwanamke unajiachia. Langu. Nimekuweka hapa, nimekupangia chumba. Wewe ni kwa ajili ya mahitaji yangu mimi. Kwa ajili ya nini? Nimekuweka hapa kwa ajili ya mahitaji yangu mimi binafsi. Leo unakuja kuletea ukikaa bosi wako? Mimi naomba kwanza nisamehe sana. Lakini pia nilijua unaweza kufika. Tungeweza kuzungumza haya. Huyu sio muuaji. Ni mambo tu yametokea. Kuna namna akamtengenezea mtu anikombaye mbaya. Lakini huyu ni mtu safi tu. Basi angekuwa ni mtu safi, mtu mwema, asingeenda jela. Lakini kwa kuwa ni mshenzi na mpumbavu wa tabia, ndio mwisho siku huyo kaangukia jela. Afu leo ile unakuja tena yeye ni serious unaniambia eti ni mtu mwema. Huyu ni mtu mwema? Wewe baba, naomba nisikilize. Tena nisikilize kwa makini. Kuanzia muda huu ninavyoongea hapa, naomba unyanyuke hivyo ulivyo. Changanya hizo kongala zako haya. Mlango huu hapa. Toka nyumbani kwangu. Toka nyumbani kwangu. Acha kaka. Wala usijali ndugu yangu. Kila kitu katika dunia hii kina sababu. Mwenyezi Mungu aliyetuumba katika hii dunia, kila kitu anakifanya kwa sababu. Mimi naamini katika maisha yangu tutatoka hapa, lakini Mungu hatuache kunipa hifadhi. Najua lengo lako lilikuwa zuri sana ndugu yangu, lakini kila binadamu huwa na nafsi yake. Nashukuru kwa wema wako kaka. Nashukuru kwa msaada wako. Mungu akipenda kaka yangu, tutaonana tena. Mimi nipo, nitaendelea kuwepo. Amini mlinzi wangu atakuwa Mungu kaka. Uwe na siku njema ndugu yangu. Pita nenda. Utaenda kuna wewe uko mbele nenda haya. Nenda.
Na yule mwanzo mwisho kuja hapa. Langu. Naomba nisikilize kwa makini sana. Sitaki nikukwaze, sitaki unikwaze, sitaki tukwazane. Nimekuweka hapa ndani, nimekupangia hiki chumba, nimekuwekea kila kitu. Kwa ajili ya mahitaji yangu mimi binafsi. Kwa ajili ya nini Langu? Mahitaji yako wewe binafsi. Sasa sitaki kuona mtu yoyote tofauti zaidi ya wewe anaingia humu ndani. Naomba tuelewane Langu. Nakuelewa mpenzi wangu. Lakini pia naomba unisamehe sana kwa hiki ambacho nimekifanya. Najua nilijua tu kwamba utakuja. Tafikia hatua nitakuelekeza kila kitu kuhusu rafiki yangu. Lakini nikusihi hiyo mimi nafikiria. Samehe sana. Usijali. Mimi nimeshakusamehe. Ila sitaki kuona tena kitu kama hiki kinajirudia. Sawa. Nilanze mume wangu. Leo nataka nikwambie kitu ambacho sijawahi kukwambia kabisa katika maisha yetu. Nakupenda sana. Na sitamani hata siku moja tuje tutengane. Na haitatokea. Kwa mapenzi unayonionyesha, unanijali, unanithamini. Hakika wewe ni dunia yangu. Mimi na wewe ni wakufa na kuzikana. Nakupenda sana. Kitakachoweza kututenganisha ni kifo tu. Nakupenda mume wangu. Nakupenda sana. Na sitamani hata siku moja tutengane. Na haitatokea. Kwa mapenzi unayonionyesha, unanijali, unanithamini. Hakika wewe ni dunia yangu. Mimi na wewe ni wakufa na kuzikana. Tofauti na hapa kwako. Ni tofauti na hapa kama mimi nitakosa. Nitakuwa mtu mzuri, sina connection. Watu wote wanajua kama wewe si amini. Naingia katika mtaa wangu niko juu, watu wanafikiria inahitaji maji. Mungu ya
Mungu aliyeumba mbingu na ardhi, Mungu wa maskini, Mungu wa yatima. Wewe ndo Mungu wa kila mtu katika hii dunia. Tazama Mungu wangu, tazama aina ya maisha ambayo mimi nayapitia siku ya leo. Tazama mimi milanzi leo, milanzi nimekosa sehemu ya kujihifadhi, nimemkosa mwanamke wangu, nimekosa kila kitu katika maisha yangu. Mimi ni jasiri, sitaki kulia. Mungu Baba, nakuomba mja wako, naamini wewe ndo kimbilio langu, wewe ndo kimbilio la maskini, wewe ndo kimbilio la watu wote wenye shida. Kama matajiri wanapata, watu wengine wanapata, basi naamini hata mimi kuna siku utanipa. Mungu, milanzi mimi leo sina hata sehemu ya kujihifadhi, sina hata sehemu ya kulala. Nimehangaika kila kona, nimekosa hifadhi, nimekosa msaada, lakini naamini kwako Baba, kwa maana wewe ndo Mungu wa maskini, Mungu aliyeumba maskini na matajiri, uliumba viumbe vyote katika ulimwengu. Naamini utanilinda. Nalala hapa, sijui kuna nini, sijui ni kwa nani, sijui nani kaweka haya matofali, lakini naamini Mungu wangu, wewe ndo mlinzi wangu. Naomba unilinde Baba, nilale salama, niamke salama. Naomba unisaidie Baba, kulala kwangu na kuachia wewe, kuamka kwangu pia na kuachia wewe, usalama wangu mimi milanzi na kuachia wewe. Mungu wangu, naomba unisaidie, sina pa kujihifadhi. Naomba unisaidie nilale hapa Baba, niamke salama, hata riziki nikiamka ya kula tu. Mtafute hata mtu mmoja Baba ambaye anaweza akawa na moyo wa imani na mimi akanisaidia, nikapata hata kula, nikapata sehemu ya kujihifadhi.
Mbona unashangaa? Hamna, nimeyapenda tu haya mazingira. Hivi unajua unanishangaza. Umeanza kuchanganyikiwa au unakuwa chizi? Hapana. Ila naona binadamu wengi huwa wanaishi huko. Wanyonge, wasiokuwa na hatia. Kwa hiyo nikiona hivi, hata mimi nimetamani kuja kuishi huko. Kwa sababu naona ni sehemu huru kabisa. Hebu acha ujinga bwana. Usinitie jokes hapa. Wewe sehemu hii jalalani, watu watupa takataka. Dampo kabisa ili naliona. Alafu leo hii ndio unaniambia eti ndio sehemu yako yale unataka ndio uje kuishi hapa. Ndio iwe sehemu yako ya maisha. Acha ujinga bwana. Hebu twende. Twende. Odi. Wenyewe. Kwa shemeji. Kwema, sijui nini hapa. Si lazima tu. Najua utakuwa umeshangaa sana uzio wangu. Maana ni muda mrefu sana toka kipindi kile ndugu yangu Milanzi alipokuwa amekamata. Lakini shemeji, mpaka nimefika hapa kuna matatizo makubwa sana ambayo kwa sasa hivi yanaweza kumpata Milanzi. Mimi nilikuwa sifahamu kama wewe unaolewa kwa mara nyingine tena. Nilipokutana na Milanzi akaweza kunielekeza. Kiukweli shemeji, kwa sasa hivi unahitajika kuwa msaada mkubwa sana kwetu. Kuna matatizo makubwa. Milanzi kwa sasa hivi ameanza kuchanganyikiwa. Anapoelekea sasa hatutaweza kumpata tena. Mimi naomba tumsaidie Milanzi. Kwa sasa hivi Milanzi anahitaji sana uwepo wako. Hata kama umpendi, mimi naomba umsaidie kama binadamu mwingine. Milanzi kwa sasa hivi anapitia wakati mgumu. Milanzi anaishi dampo. Anaishi dampo? Tunaweza tukaenda shemeji, maana sasa hivi niko sawa tu hapa. Tunaweza. Shemeji yangu yule ndo Milanzi. Mbali nilichokuwa nakwambia ndio hicho. Milanzi sasa hivi amekata kabisa tamaa. Na ameona huku ndo pa kuishi. Na haya ndo atakuwa maisha yake. Hebu muone huruma Milanzi.
ni mtu ambaye hata kama amekosea basi naomba msamehe. Mimi leo niko hapa kwa sababu ya kumwomba msamaha. Nampenda sana Milanzi, ila nimeshaolewa, hakuna namna. Namwonea huruma sana, hakustahili kuwa hapa. Acha nimfuate. Adela!